Elewa, kuna jambo anataka alifanye. Maana ni muhimu usipuuzie ndoto na zote. Usipuuzie sauti ya ndani yako inazungumza, mawazo ambayo Mungu anakuwa anaachilia. Kwa sababu mtembeleo wa Mungu kwako huwa umebeba ajenda. Ukimisi kitu fulani leo, utajikuta unapoteza muda wote. Wana wa Isakari wanaitwa wana wenye akili, watu wenye akili za kutambua majira na nyakati. Hii lugha ya kutambua majira na nyakati sana kusema ni watu ambao walikuwa wanatambua mtembeleo wa Mungu, kwamba on this seasons Mungu anatembelea, on this kairos Mungu anatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Nikaribishe kwenye kipindi chetu tena ambacho tuendelea nacho, na tuendelea kujifunza somo ambalo tumekuwa nalo kwa habari ya kutembelewa na Mungu. Kutembelewa na Mungu, na ni sehemu ya 3 ya mafundisho haya. Na sehemu ya kwanza tuliangalia utangulizi, lakini sehemu ya pili tulijifunza kwa habari ya njia au namna mbalimbali ambazo Mungu huwa anazitumia kuzungumza na mtu, na tuliangalia njia kama 6. Nikwambia ziko nyingi, na tumezigroup kwenye namna 6. Kwambia anaweza akaja Mungu mwenyewe akakutokea katika namna hiyo. Wakati mwingine anaweza akaja kwa namna ya malaika kutembelea kama malaika, kama ilivyotokea pale kwa Gideoni. Alikuja kama malaika. Anaweza akakutembelea kwa mtu kama ilivyotokea kwa Daudi. Kwa Daudi amekosea, Mungu alimtuma mtumishi wake. Kwa hiyo Nathani alivyoingia pale kwa Daudi, ilikuwa ni Mungu ameingia yeye mwenyewe pale, Mungu amemtembelea Daudi. Lakini wakati mwingine inatokea kwa namna ya vitu, ishara fulani fulani, Mungu anajifunua katika namna hiyo. Ni kama vile ilivyotokea kwa Musa. Soma maandiko pale kwenye Kutoka, ilikuwa ni kichaka na waka moto, kile kijiti wale waka moto bila kuteketea. Alafu kutokea pale maandiko anasema sauti katoka ndani ya kile kijiti. Maana yake kile kijiti ilikuwa ni Mungu mwenyewe, ila alijifunua katika namna ile. Alijifunua katika namna. Kwa hiyo kuna wakati anamtembelea mtu katika jinsi hiyo. So hayuko limited. Njia ziko nyingi nilikueleza, na hazimzuii kutumia njia nyingine. Lakini unapofahamu haya, ikitokea siku issue kama hii au njia moja wapo hizi ambazo tumeziangalia hapo zimekuwa kwako, zimekuwa wazi kwako, umekuja kwa njia hizo, maana yake utakuwa unauelewa na unajua namna ya kurespond kwa kile ambacho anakuwa ameleta kwako, au kwa jinsi ambavyo anataka kuzungumza nawe, kwa sababu kuna ufahamu unakuwa nao, kuna uelewa unakuwa nao. Na leo nataka tuangalie faida za kutembelewa na Mungu, na nimekuandikia faida nyingi sana hapa. Nilikuwa nikikaa nikiziorodhesha hapa, nilikuta zimefika 10. Ila ziko zaidi ya 10 kabisa, ni nyingi sana faida za kutembelewa na Mungu. Na kabla sijaenda huko, Mungu anakutembelea, ili jambo la muhimu niweke emphasis kidogo hapo. Nilikueleza kwenye maandiko kwenye Zaburi sura ya 8, Daudi anashangaa, anasema mtu ni kitu gani ambaye Mungu amemfanya punde kidogo. Yaani amefanywa punde kidogo na Mungu. Maana akitoka Mungu, ile rank inayofuata pale chini ni mtu. Lakini sio hivyo tu, kienda kusoma pale chini anaeleza wazi sababu ya huyo mtu kuwa chini. Ameeleza nini? Anaeleza jinsi ambavyo Mungu huwa anamtembelea. Kwa hiyo thamani ya mtu alionayo ndio inamfanya Mungu amtembelee. Lugha nyepesi ni hivi, Mungu anahusiana na kitu ambacho angalau inakaribiana na yeye, lakini sio karibiana tu. Ukisoma kwenye maandiko kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26-27, unaona ni kwa mfano wake alimfanya. Kwa namna hiyo hakuna jinsi yote Mungu atafanya asimtembelee mtu, kwa sababu pia ili atimize ajenda zake hapa duniani. Niweza kwenye utangulizi, kila mtembeleo wa Mungu umebeba ajenda ya Mungu duniani, na wanaotimiza hizo ajenda hapa duniani ni watu, wanadamu, ni wewe unanisikiliza katika mahali hapo ulipo. Kwa hiyo umuhimu wa mtu unamfanya Mungu amtembelee huyo mtu. Ni kweli Mungu tunamhitaji, ila pia ni muhimu pia ukaelewa kwamba Mungu yeye mwenyewe pia anakuhitaji wewe. Kuna mambo hawezi akafanya hapa duniani kama mtu hayupo, na ni kimaandiko kabisa. Kuna vitu hawezi akafanya mpaka mtu awepo, kwa sababu yeye mwenyewe havunji kanuni.
avunjika. Kila ambacho anakisema huwa anakitimiza kama kilivyo. Kwa hiyo kwa umuhimu wa Satani kwa faida za kutembelewa na Mungu. Faida za kutembelewa na Mungu. Nilikwambia kuna tofauti kati ya uwepo wa Mungu na kutembelewa na Mungu. Nataka kufahamu hiyo, fuatilia sasa ile audio ya pili kwa wale wa Telegram, lakini kwa YouTube fuatilia ile video ya pili. Mwanzoni pale nilieleza kitu hicho, kuna tofauti kati ya uwepo wa Mungu na kutembelewa na Mungu. Sasa faida ya kwanza ni kwamba Mungu anapokutembelea huwa inaleta mafanikio ya haraka. Huwa inaleta mafanikio ya haraka. Mahali popote palipo na mtembeleo wa Mungu huwa kuna kufanikiwa kwa haraka. Kusoma maandiko kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 11, unamwona Obed-Edom baada ya Daudi walivyoenda kupigana kule, wakaichukua lile sanduku la agano ambalo lilikuwa lina muda lipo kwenye mikono ya Filisti. Walipolichukua lile, na bwana mmoja aligusa pale lile sanduku, walipoligusa tu akafa. Daudi akaogopa, akasema hii ngoma nikiipeleka nyumbani kuna madhara yatatokea. Kwa akamfuata huyu Obed-Edom, akazungumza naye, jamaa akakubali ile sanduku liende nyumbani. Manake kwa lugha ya pale ni sawa na kusema jamaa alitembelewa na Mungu, kwa sababu Mungu kwa muda ule alikuwa anakaa kwenye ile kitu. Kwa hiyo sanduku lilivyoingia nyumbani kwake, manake ni Mungu aliingia nyumbani kwake, ni Mungu aliingia pale jamaa kwenye nyumba yake. Kama maandiko, ndani ya muda mchache akafanikiwa sana, akaongezeka mno. Kuna vitu viliongezeka sana. Kwa nini? Kwa sababu sanduku liliingia kwake, manake Mungu alimtembelea, kiasi ambacho Daudi akaona hizi baraka zimekuwa nyingi, akafanya namna ile kitu ichukuliwe iende kwake, itengenezewe mazingira iende, ili zile baraka sasa ziwe kule pia. Lakini hoja ya manda kupa hapa nini? Kwamba mahali popote ambapo Mungu anatembelea kwa mafanikio ya haraka. Lakini pia ukisoma Mwanzo sura ya 21 unamwona Sara. Yes, alikuwa amekaa muda wa kutosha pale, ana mtoto. Ile alivyotembelewa ile namna ikatokea. Sasa hiyo hoja nitaizungumza pia kule mbele, lakini ni ule mtembeleo ndio ulipelekea mtoto. Pale mwanzo nilikwambia kwenye video ya kwanza kwamba kuna kitu kinaitwa ahadi ya Mungu. Mahali popote ambapo ahadi ya Mungu huwa inatimia, huwa inamaanisha kwamba Mungu amemtembelea mtu. Wale malaika walipofika kwa Ibrahimu, walimwambia mwakani majira kama haya nitakujilia. Alipomwambia majira kama haya nitakujilia, pale hakuja malaika, hakuja na ile aliyekuja ni mtoto Isaka. Manake muda wanaipokea ile baraka, manake ni Mungu alikuwa amewatembelea. Sasa Sara mtembeleo alikutana nao hapa ambao nakueleza kama ni mafanikio ya haraka. Alikuwa na muda mrefu ana mtoto, ila ghafla akatembelewa na uwepo wa Mungu, akatembelewa na Mungu mwenyewe, alitembelewa. Kwa hiyo ile kutembelewa mtoto ghafla huyo hapo naye ni nini? Kwa sababu Mungu amemtembelea. Kwa kuna mambo mengi unahitaji abadilike, kuna vitu unahitaji vichange kwa ghafla, kwa haraka. Unapoendelea kumtafuta Mungu, endelea kuongeza ile consciousness, awareness ya kwamba muda wowote anaweza kukutembelea, na akikutembelea ukaelewa ya kwamba amekutembelea, vitu viweze vikawa kawaida, lazima ibadilike. Jina la Yesu lisifiwe. Lakini jambo lingine, huwa inaleta maono mapya, huwa inaleta mwelekeo mpya, lakini huwa inaleta badiliko kwenye mtazamo wa mtu. Mahali popote ambapo Mungu alikuwa anatembelea, ukitazama kwenye maandiko unaona mtu alikuwa na mtazamo wake unabadilika, mwelekeo wake unabadilika, namna alivyokuwa anavitazama vitu kunabadilika. Musa kwenye Kutoka sura ya 3 amekaa pale, kwenye ufahamu wake anaanza kuchunga ile mifugo baba mkwe. Alikuwa anawaza hicho peke yake, anaanza kuchunga ile mifugo, lakini alivyotazama kile kijiti akasema ngoja nisogee nipate kuona maono haya. Aliposogea tu Mungu akaanza kusema naye. Ile Mungu alivyokuwa anasema, anazungumza naye, mtazamo wa Musa ukabadilika kutoka kwenye kuchunga wale kondoo kawaida, kuchunga ile mifugo baba yake mkwe. Ikaja ajenda ya Mungu ambayo iliingia ndani ya ukombozi wa wana wa Israeli. Ila mwanzoni alikuwa hana mtazamo kabisa, alikuwa hafikiri kabisa hiyo kitu. Sauli kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 alikuwa busy anaondoka enda Dameski, na akiwa na ajenda kabisa kwamba hawa watu naenda kuwatesa. Akatembelewa na Yesu. Alipotembelewa tu, mtazamo ulibadilika, fikra ilibadilika,
maono yalibadilika. Sasa ninapozungumzia maono, maana yake zile program ambazo unakuwa umezipanga kwamba nitafanya kitu fulani, nitatimiza kitu fulani, nina malengo haya, huwa vinabadilika kabisa. Paulo mdogo sasa akiwa Sauli alikuwa na agenda nyingine kabisa na mambo ya kimungu. Yaani alikuwa anatimiza mambo ya kiserikali. Alikuwa busy na issue zile. Lakini ghafla alivyotembelewa tu, boom. Jamaa mtazamo wake kwa unabadilika. Mwelekeo unabadilika. Unahitaji kuwa mtu wa mtazamo fulani kisawasawa. Kuwa na akili hii. Na kwamba Mungu akikutembelea hiyo kitu inawezekana. Habakuki sura ya 2 akazungumza Habakuki akasema nitapanda juu ya mnara. Hapa sasa nitasimama kwa zamu yangu, nipate kutazama asemayo Bwana kwa habari ya malalamiko yangu. Alafu ndio ukishuka pale chini anasema kuna njozi, hiyo njozi anapaswa iandike. Mungu ndio alikuwa anamwambia hiyo njozi iandike na haitachelewa. Nilikwambia moja ya njia ambayo Mungu anaitumia kutembelea mtu ni kwa sauti yake. Habakuki tuzungumza pale ni kwamba kuna eneo akitulia hivi sauti ya Mungu itamtembelea, na sauti ya Mungu ikimtembelea itampa kitu. Na ni pale pale chini. Alimaliza tu kuzungumza ikatokea tu pale pale ghafla. Sauti kweli ikamtembelea. Ikamwambia andika njozi hii. Alafu anamwambia hiyo njozi haitachelewa, itatimia. Ni nini? Kwa sababu sauti ya Mungu au Mungu anapomtembelea mtu huwa inampa mtazamo mpya. Huwa inampa mwelekeo mpya wa kimaisha. Kuna mambo unahisi kama unafikiria kisawasawa, wakati mwingine unahitaji mwelekeo mpya. Mengine ni kama yameganda hivi, unahisi kama haupati fikra inayotosha kuyafanya yatimie hayo. Unahitaji mwelekeo mpya. Jina la Yesu lisifiwe sana. Lakini hoja ya tatu, ile visitation ya Mungu kwa maisha ya mtu huwa inaleta uponyaji. It brings healing kwenye maisha ya mtu. Kusoma Yohana sura ya 5, pale palikuwa kuna kile kisima, ni bilika lile pale panaitwa Betsaza. Pale alikuwa kuna mtembeleo ambao watu wameuzoea, mmoja unaitwa mtembeleo wa malaika. Malaika alikuwa akitembelea ile eneo, watu walikuwa wanapona kabisa. Kwa akishuka kitibua tu maji, unaenda unajidumkiza mle, mtu anapona. Lakini kwenye Yohana sura ya 5 ukisoma pale kuna kitu kingine, ni kwamba Yesu alitembelea eneo. Na ile eneo linaitwa eneo la wagonjwa. Pale maandiko yanasema ilikuwa ni jamii ya wagonjwa. Watu wasiojiweza, viwete, waliopooza, wenye ukoma, wote. Kusoma maandiko pale kwenye Yohana sura ya 5, watu walikuwa wamejaa pale. Walikuwa wanasubiri malaika tu aje atembelee pale, atibue. Akitibua mtu apone. Kwa la kwanza hapo mtembeleo wa malaika, lakini la pili Yesu alipita pale. Ndio akamkuta yule bwana mmoja alikuwa na zaidi ya miaka, ni miaka 8 ile. Akamwambia unataka nikufanyie nini? Ile ilimfanya yule bwana apone. Lakini pia malaika alikuwa anakuja kutibua, watu walikuwa wanapona. Maana yake unaweza ukawa unaumwa, Mungu akikutembelea huo ni uponyaji kwako. Mungu akikutembelea huo ni uzima kwako. Petro alikuwa na mama yake mkwe alikuwa anaumwa. Ndio alipokuwa anaumwa, maandiko yanasema wakaongozana na Yesu mpaka nyumbani kwake. Walivyoingia tu pale, wameingia tu, wale watu walipona. Kwa nini walipona? Kwa sababu mtembeleo wa Mungu kwa mtu unaleta uponyaji. Jina la Yesu asifiwe. Nikupe hoja ya 4. Nikupe hoja ya 4. Mtembeleo wa Mungu, niweke sawa hii. Haya gaba haya. Sawa. Mtembeleo wa Mungu huwa inaondoa aibu. Lakini pia si aibu tu, inaondoa laana kwenye maisha ya mtu. Mtu anaweza kuwa amelaaniwa, mtu anaweza kuwa anapita kwenye kipindi fulani cha kuaibika sana, mambo sio mazuri, aibu, fedheha ni kubwa. Watu wamesema, watu wamezungumza mambo mengi, na vitu walikuwa wanafanya ni kama havifanikiwi, vitu kama vimeganda. Na kuhakikishia Mungu anapomtembelea mtu huwa inabadilisha. Aibu huwa inaondoka. Ukisoma kwenye Samueli kule, Hana alikuwa na muda mrefu sana amechekwa na wale wenzake. Wamemcheka mno kina Penina, wamemcheka vya kutosha. Chini katokea siku moja Mungu akamtembelea. Alipomtembelea Hana akapata mtoto. Ile aibu ikawa imeondoka. Mbona aibu ile kwake ilikuwa inaonekana kama laana. Ilikuwa inaonekana kama laana. Na kwa Sara ilikuwa ni hivyo hivyo kwenye sura ile ya ukisoma hasa yeye kwake mtoto anapata kwenye sura ya 21, ila mtembeleo ilikuwa kwenye sura ya 18 kitabu cha Mwanzo. Kwa
Panaweza pakawa kuna aibu, ila Mungu akikutembelea aibu huwa inaondoka. Kuna vitu ulikuwa huwezi kufanya, akikutembelea utaweza kufanya, na uwezo wako kuifanya vile vitu ndio inaondoa ile aibu kabisa. Na raha ya mtembeleo wa kimungu ni kwamba huwa inafanya kitu kinaonekana wazi kabisa kwamba hiki hapo kabisa. Mtu yeyote aliyetembelewa na Mungu huwa kuna kitu, kuna proof anakuwa nayo mkononi. Kuna proof ipo kabisa kwamba Mungu amenitembelea, kuna jambo amefanya, na watu wakiangalia wanaelewa kabisa. Yes, yule bwana kwenye sanduku kule Obed-Edom, jamaa watu walikuwa wanaona kabisa maisha hayana kitu, ila alipotembelewa wote walielewa. Kwa hiyo ni sawa na kusema maisha ya kawaida aliyokuwa nayo watu walikuwa wana consider kwamba ni mtu dhaifu, ni mtu asio na mafanikio, ni mtu asio na jambo fulani, lakini ghafla tembeleo ulivyokuja kwake, wao wenyewe ndio walielewa kwamba jamaa amebadilika, jamaa ametokewa. Musa alipopanda kule juu, muda anashuka, akugundua kwamba uso umebadilika, ila ni kwa sababu eneo ambalo alikuwepo alikuwa anahusiana na Mungu. Ile namna ambayo ilitokea pale alivyoshuka, yeye hakujua, ila watu walijua. Kwa nakwambia, Mungu akikutembelea wewe unaweza usione badiliko, ila watu lazima wataliona. Kwa nini? Kwa sababu inaondoa aibu, inaondoa laana, mambo yote ambayo yamemng'ang'ania mtu inaondoa. Kuna vifungo huwa vimemshikilia mtu inaondoa. Kuna mahali mtu amepambana muda mrefu huwa inamuondoa. Kuna mwingine hawajawahi kuvuka level fulani, huwa inafuta kila kitu, na watu wataona. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu mwenyewe ametembelea. Jina la Yesu lisifiwe sana. Lakini pia huwa inaleta uamsho. Uamsho ambao tunazungumzia kila siku. Hoja ya ukweli ni kwamba hakuna uamsho bila kutembelewa Mungu. In fact, ukisoma vitabu vya uamsho, wanapozungumzia uamsho, kuna concept wanapenda kuisema God is in town. Maana yake ili tuseme kuna uamsho kwamba Mungu anakawe mjini. Maana yake Mungu atembee mjini. Kwa hiyo mahali popote Mungu alipokuwa anatembea, alipokuwa kuna uamsho. Ndivyo ilivyo Matendo ya Mitume sura ya 2. Wale jamaa wamekaa pale orofani, Roho Mtakatifu akawatembelea. Alipowatembelea tu, uamsho ukalipuka. Uamsho ulilipuka kwa namna ambavyo ilikuwa sio ya kawaida. Ni nini? Roho Mtakatifu aliwatembelea. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8 unamwona bwana mmoja anaitwa Filipo. Filipo alitoka kule Yerusalemu akaenda kule Samaria. Kaenda amepiga injili pale. Na ni bahati mbaya sana alikuwa ametanguliwa na jamaa lichawi lile anaitwa Simeoni. Simeoni limepiga kazi ya kichawi mpaka watu wanasema jamani, Mungu huyu ni Mungu kabisa, ila chuma kikaingia pale. Alipoingia tu, maana yake ule ulikuwa ni Mungu ameingia kwenye ile eneo, sababu huyu Filipo amebeba Mungu. Walivyoingia, uamsho ukalipuka Samaria yote, hadi Simeoni mwenyewe akaenda pale akasalenda chini, anataka kile kipao. Watu wamejaa Roho Mtakatifu, watu wamejaa nguvu ya Mungu, watu wamepona, watu wamefunguliwa. Ni nini? Kwa sababu Mungu alitembelea Samaria. Kwa kwenye makanisa yetu tunatamani sana uamsho. Mchungaji unatamani uamsho kwenye kanisa lako, Mungu atembelee hapo. Unahitaji uamsho kwenye fellowship hiyo ulionayo kwenye chuo chako, Mungu atembelee mahali hapo. Akitembelea tu mahali hapo, uamsho unalipuka kabisa. Kwa nini? Mahali popote alipoenda Mungu, vitu havibaki jinsi vilivyo, huwa havibaki kawaida, lazima huwa vinabadilika. Nikupe hoja ya 6 sasa, itakuwa ya 6. Visitation ya Mungu kwenye maisha ya mtu huwa inaleta msaada, sio msaada tu, msaada wa kipekee kwenye maisha ya mtu. Huwa inaleta msaada wa kipekee kwenye maisha ya mtu. Unakumbuka wana wa Israeli walikaa muda mrefu kiasi ambacho na wao walikuwa wamekata tamaa kwamba hawawezi kutoka utumwani. Lakini ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 50, unamwona Yusufu alizungumza kitu, akasema Mungu hatawaacha. Akasema atawaijia. Anasema atawaijia, atakuja kuwatoa. Kule kwenye Kiingereza anasema he will visit you and deliver thee. Yani kuna namna atawatokea, atawatembelea. Maana yake atakuja, he will come to deliver you. Kuna namna atakuja, atawatoa kwenye namna hiyo. Ule msaada ni wa kipekee kwa sababu wao wenyewe walikuwa wameshakata tamaa. The same issue kwa Gideoni kwenye Waamuzi sura ya 6. Amekata tamaa kabisa, hana matumaini.
atembelewa na wale malaika wa Bwana. Naipenda sana hili kwa sababu waliomtembelea pale ni malaika wa Bwana, na alijua ni malaika, ila alivyoongea nao alisema Bwana wangu. Maana yake alielewa sizungumzi na malaika hapa, nazungumza na Mungu. Na ndipo ikatokea msaada, wale mabwana wakapigwa wale Wafilisti. Hawakupigwa tu kwa sababu mtembeo au Mungu alitembelea wale watu. Alivyotembelea tu vile, wale jamaa kuna ndoto waliota. Wanasema wakaota mkate unashuka hivi. Na wakatafsiri wao wenyewe wakasema huu ni upanga wa Gideoni. Na kweli Gideoni aliwamaliza wale wote. Ila ni nini? Hoja hapo ni mtembeleo wa Mungu ya maisha yangu. Kuna mahali unatamani kusaidiwa, unatamani kuvuka. Ni kama mwenyewe unakata tamaa. Unachohitaji ni Mungu akutembelee. Sasa kwenye somo litakalofuata itakuwa sasa sehemu ya 4. Nitakueleza mambo ya kuzingatia tunapotamani mtembeleo wa kimungu. Sasa Mungu anatembelea watu wote. Na nilikwambia tukizungumzia kutembelewa na Mungu, sio swala la uwepo wa Mungu. Linahusiana na uwepo wa Mungu, la sio swala la uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unaweza ukaabudu kwa Mungu kashuka. Unaweza kaimba kwa Mungu kashuka. Kasoma neno kwa Mungu kashuka. Lakini kwa wale kutembelewa na Mungu, it has nothing to do na mazingira ya kuabudu. Yaani hauhitaji kutengeneza mazingira sana. Ni namna tu ya awareness ya kwamba hapa amenitembelea. Ni yeye anaamua. Concept kubwa iko hapo. Ni maana Sauli akiwa hajaokoka akatembelewa. Gideoni yuko busy na mambo yake, alikuwa afanye ibada akatembelewa. Musa yuko anachunga akatembelewa. Alikuwa afanye chochote cha kimungu akatembelewa. Maana yake kuna msaada na uhitaji eneo. Unapoabudu ni muhimu, ni sehemu ya njia kutengeneza mazingira. Lakini Mungu anaweza kutokea mazingira yote. Kwa la muhimu ni awareness. Kwa kipindi ambacho kinafuata nitakueleza jambo hilo. Hapa nikueleze faida hizi kwamba mahali popote ambapo mtu anahitaji msaada wa kimungu, Mungu akikutembelea huo msaada unaopata. Naweza pakawa pagumu kabisa. Ila Mungu anaweza kuleta msaada. Kilichomkuta Naaman yule bwana kule, ile hali mbaya iliyokuja kutokea kwake, kageuka akapigwa vile. Ukisoma pale maandiko ya kitabu cha Esther unaelewa kabisa hawa kina Esther pamoja na kwamba walifunga na vitu vingine, ila namna ambavyo Mungu aliingilia ile jambo ilikuwa tu ni mtembeleo. Kwa sababu kwa dakika za jioni, bado muda mchache sana, mtu umeshasimikwa pale kwa ajili ya watu wafu. Lakini ikatokea tu Mungu akaamua tu aingilie kati. Na Mungu alifanya nini? Mungu alimtembelea mfalme usiku. Alipomtembelea tu mfalme akakumbuka ya kwamba kuna kitabu cha kumbukumbu, hebu nileteni. Wakaleta. Umeleta, kimekuja kimekaa pale. Akapitia akakutana na habari ya Mordekai. Akasema huyu bwana aliwahi kunizalia kipindi fulani nisipigiliwe kwenye ufalme. Alifanywa nini? Akamwambia hajafanywa kitu. Ni kutokea pale ukombozi ulikuja, msaada ulikuja. Walikuwa wanahitaji msaada ila hawajui inakuaje. Ila Mungu alipotembelea, msaada ukawa umekuja kwao. Na kutokea pale mambo yakabadilika kabisa. Kwa hiyo unahitaji msaada, Mungu alikutembelea, msaada unakuwa kwako. Jina la Yesu lisifiwe.